Bana, hii ni kwenye Safari Laga scout, wanasema scout wa mabingwa Safari Laga Cup msimu 2025, na hii ni baada ya msimu 2024 kufanyika kwa mafanikio makubwa, na miongoni mwa wachezaji ambao waliibuka washindi katika shindano lile ni huyu hapa. Atajitambulisha mwenyewe, lakini pia atatueleza kwa namna ambavyo wanaona mashindano kwa msimu huu. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Kwema. Hongera sana kwa kufanikiwa kuwa bingwa katika msimu uliopita, lakini tuambie tofauti ambao umeuona mpaka hivi sasa kwa mashindano ya msimu uliopita na msimu huu. Kwa majina naitwa Ndeja Jacob, ni mmoja wa shiriki wa mabingwa wa Safari Laga Cup na pia ni captain wa timu ya Safari Laga Cup 2024. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni nafasi ya kipekee ambayo aliweza kunipatia mimi kama mchezaji. Tulikuwa tuna wachezaji wengi zaidi ya 1200, lakini nikaibuka kama mmoja wa mabingwa wapya wa soka. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Sawa, tuambie tofauti ambayo umeiona kwa mashindano ya msimu uliopita ambayo wewe pia ulikuwa ni miongoni mwa mabingwa kwenye wale wachezaji 22. Pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya mwaka jana na mwaka huu? Kiukweli utofauti ni mkubwa. Mwaka jana kulikuwa kuna mwamko mchache. Nadhani baada ya kucheza na Yanga watu wakaelewa nini maana ya Safari Laga Cup. Nadhani kwa msimu huu imekuwa moa. Yani uitikio umekuwa mkubwa. Kwa maana hiyo wameona kumbe issue iko serious. Kwa hata wale waliokuwa mtaani walikuwa wanajua jambo kwamba ni la kawaida. Na pia tushukuru pia media wamekuwa wameli-expose sana ili jambo kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba mpaka watu kutoka vijijini huko mimi napigiwa simu kwamba wamesafiri kwa ajili ya kushiriki Safari Laga Cup. Kwa ni jambo la kujivunia kwamba msimu huu tumepata mabingwa wengi zaidi kuliko msimu wa mwaka jana. Ndio. Sawa, na nimekuona upo mezani kwenye sehemu ya wale ambao wanaangalia vipaji sasa. Pengine kwa upande wako umeona kuna utofauti wowote wa kiuchezaji baina ya msimu uliopita na msimu huu? Vipaji ni vingi. Kinachokuwa kinakosekana ni kwamba exposure. Kwa hiyo kama walivyokuja na kauli mbiu Safari Laga kwamba ni scout ya mabingwa, kwa mtu yoyote ana nafasi ya kuchagua mtu ambaye amemwona yeye anafaa. Kikubwa ni kuendelea kunywa bia Safari Laga, kuangalia ile kodi ambayo wamekuwekea pale chini ya kizibo. Zeni unaingia kwenye website unaweza ukachagua. Nje na hapo pia kuna walimu ambao wako very professional, ambao wana weledi mkubwa na mpira na wamecheza mpira katika level kubwa. Kwa hiyo ni issue ambayo inakuwa haina utata, kwa sababu nimejionea na ninajivunia kuwa sehemu ya watu ambao wameweza kunitrain mimi. Mpaka leo naweza nikasimama hapa nikaongea kama Ndeja na nikaweza nikaingia ndani ya pitch nikatimiza majukumu yangu. Uwepo wa watu kama majina kama Sekilojo Chambua, Mrisho Halfan Ngasa, lakini pia kina Simon Msuva kama ambassador wa hii michuano, pengine kwa upande wako inakuongezea nini wewe, lakini pia inawaongezea kitu gani wale ambao wanashiriki mashindano haya msimu huu? Kwanza kabisa inatupa tumaini hata kwa wale ambao wametoka vijijini. Kwa mfano mzuri, mimi nimetokea mkoa wa Mbeya. Ukiangalia mtu kama Sekirojo, mtu kama Mrisho Halfan Ngasa nilizoea kuwaona kwenye TV kipindi hicho wanacheza, kipindi hicho nawasikia tu. Mtu kama Ngasa nimemshuhudia kidogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatupa tumaini sisi ambao tuna ndoto za kucheza mpira kwamba tunaweza na inawezekana. Kwa ni wasitu vijana waendelee kujisitiza, na mtu kama kweli unataka maisha ya mpira au jambo lolote la mpira, sehemu utakaposikia fursa basi ni vyema ukajitokeza ukaonesha kipaji chako. Na bahati nzuri sasa hivi ni msimu ambao unaelekea dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo watu wengi sana, umeona kuna mascout kibao wako hapa, nimekutana nao. Wana scout kibao, wakina Casto, wakina nani, watu kibao wanaangalia watu ambao wana uwezo, wanawapatia nafasi. Na hata hivyo pia mimi mwenyewe mashindano ya Safari Laga yameweza kuniexpose kwenye timu mbalimbali. Watu wakawa wananitumia message nini kwamba tunakufuatilia kwa karibu. Mwisho wa siku baadhi ya timu zilikuja mezani, nika decide kwenda timu ambayo mimi nimekubaliana nao na nimelizia kucheza. Labda ni kipi ambacho unawaambia sasa wale ambao bado wanaendelea kushiriki mashindano haya, kwa sababu tumeona ameanza mikoa ya Arusha lakini pia Mwanza na sasa hivi ameshafika Dar es Salaam, bado tu finali? Kikubwa yoyote atakayepata nafasi ya kuwa mmoja wa mabingwa wapya wa Safari Laga Cup, saizi zaidi ni nidhamu, kujituma na kumuomba Mungu, kwa sababu huwezi jua Mungu amekuandikia wapi. Kwa maana hiyo mimi naweza nikajivunia Safari Laga. Leo hii nimekuwa familia na watu 22 kutoka mikoa tofauti, kwamba naweza nikaenda Arusha, naweza nikaenda Mbeya, naweza nikaenda Mwanza, naweza nikaenda Songea,
Ruvuma, kwamba imenikutanisha na watu wengi, waandishi wa habari, watu ambao nilishazoea kuwaona kwenye media, mfano kama kina Clifford Marion Ndimbo, kina Seki. Ni watu ambao naweza nikakaa wakanisaidia maisha nje ya mpira. Kwa hiyo mpira is not about mpira, lakini ni unaongeza familia mpya ambayo kuna maisha nje ya mpira. Hicho ndo ninachojivunia mpaka sasa. Bwana, shukrani sana, nikutakia kila la heri. Asante sana.